لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Tukiwa katika darsa yetu ya tafsiri ya Qur'ani, darsa ambayo imekuwa ni ada ya kila mwaka, takriban miaka 11 tunaendelea na darsa hii, haijawahi kuacha hata mwaka mmoja. Allah tabaraka wa taala atuwafikishe na ajalie ili jambo lidumu mpaka siku ya kiyama. Hata baada ya kuondoka kwetu, Allah walete watu badali watakao yasimamia haya. Lakini ndugu zangu, alhamdulillah, ndani ya mwezi huu tangu tuanze nao haijakatika hii darsa hata siku moja. Pia ni jambo la kumshukuru sana Allah, kwa sababu angeamua kuleta kizuizi chochote tusingekuwa na uwezo wa kuweza kupinga. Kwa tumuombe pia ajalie tudumu nalo hili mpaka mwezi huu kufika mwisho. Tunaendelea na suratu Yasin. Suratu Yasin ni miongoni mwa sura ambazo habari zake ni kubwa sana. Habari zake ni adhim. Sura nyingine nazo zina utukufu wake, lakini hii sura kwa tajiriba, kwa kufanya research, kwa watu watafiti, wallahi ndani ya hii sura kuna maajabu mengi sana yanayopatikana. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika moja ya hadithi alizonukuliwa akielezea juu ya sura hii alisema, man dakhala al-maqbara au maqbara, yoyote atakayeingia katika sehemu iliyozikwa watu makaburini, faqaraa surata Yasin, kisha akasoma surati Yasin, khaffafa al-adhab, Allah tabaraka wa taala anaipunguza adhabu an ahliha, kuepukana na wale watu waliozikwa kwenye sehemu hiyo. Jambo hili la takhfifu la adhab, anasema dhalika al-yawm, kwenye hiyo siku hiyo aliyoenda mtu kisha akafanya hivyo. Wa kana lahu, na inampatikania yeye aliyeisoma hii, wa kana lahu biadad man fiha, na anapata yeye kwa idadi, yani malipo sawasawa na idadi ya watu waliopo kwenye yale makaburi, hasanat, katika malipo anayoandikiwa. Imamu Sawi rahimahullahu ta'ala ananukuu haya kwenye tafsiri yake, ambayo hii ni hashia ya Jalaluddin. Anaeleza, anasema faida ya surati Yasin, ukienda kuisoma kwa watu wa makaburini unapata takhfifu la adhab, lakini wewe uliyeisoma vile vile unapata malipo sawasawa na idadi ya wale waliopo pale kwenye makaburi. Lakini vile vile riwaya iliyotoka kwa Yahya ibn Abi Kathir anaeleza ya kwamba balaghani, zimenifikia habari, annaman qaraa surata Yasin, kwamba mtu yoyote atakaisoma surati Yasin lailan, akaisoma sura hii usiku,
lam yazal fi farhin, haachikuwa mtu huyu Mwenyezi Mungu anamjalia moyo wake unakuwa na furaha, moyo wake unakuwa na faraja, hata yusbih, mpaka asubuhi atakapopambaukiwa mtu huyu. Waman qara'aha hina yusbih, na yeyote atakayesoma wakati wa asubuhi, lam yazal fi farahin hata yumsia au yumsi, haachikuwa yupo kwenye faraja, furaha, mpaka anachwewa na jua. Anasema waqad hadathana bihadha, na hakika amenihadithia kwenye hili jambo hili Yahya ibn Abi Kathir. Anasema ameelezewa kutoka kwa wale watu ambao kupitia wao ndio yanapitia mapokezi ya hadithi. Kwa hivyo hizo ni baadhi miongoni mwa fadhila zilizokuja kuelezwa. Nilisema katika darasa ya jana na juzi, hizi fadhila lengo na maksadi ya kutajwa ni kwa ajili ya targhib, kuwaraghibisha watu, kuwahamasisha watu, kama wanavyofanya wenye biashara zao, wenye kampuni zao, kutengeneza mifumo ya kuwahamasisha watu katika utendaji wa kazi. Kwa hivyo na wewe usipojua fadhila na thamani ya hiki kitu, bila shaka ni ngumu sana kuweza kukifuatilia. Kwa hivyo ni jambo lenye thamani. Nilisema kwamba si sawa tukaacha kuwahamasisha na kuwaeleza watoto wetu fadhila za Qur'ani, wakawa wao wanapolala basi hawana wanachokifanya zaidi ya kusikiliza nyimbo tu, hawana wanachokisoma wengine, isipokuwa kuna mtu mwingine akiamka asubuhi, sio kama Qur'ani haijui, asubuhi akipambaukiwa yeye anakimbilia kusoma gazeti na usiku anamalizia kwa gazeti. Qur'ani hana mpango nayo. Tumwombe Allah tabaraka wa taala tujalie nyoyo zetu zihamasike katika kuikimbilia Qur'ani ambayo ni bora kuliko kitu chochote. Ndugu zangu, katika muendelezo wetu wa darsa, juzi na jana tuliona maajabu Allah aliyoweka kwenye jua, mwezi, usiku, mchana, vitu ambavyo vinatakiwa vitumike kwa ajili ya kumfahamisha huyu mwanadamu kutambua uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na akishalitambua hili aache jeuri na kibri, bali anachotakiwa yeye ni kuhamasika na kumuogopa Mola wake na kufanya maandalizi, lakini bila kusahau kujifunza kutokana na vile ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviumba. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasomea hizi aya wale wapingaji kwamba tambueni Allah tabaraka wa taala uwezo wake ni huu na huu na huu, lakini wao baada ya kusomewa hayo wakaambiwa si hivyo tu, jeuri yenu mnayoileta hiyo, kumbukeni kuna suala la kufufuliwa. Wao maneno yao waliojibu akasema, wayaquluna mata hadha alwa'd, wanasema hayo unayotuahidi kila siku, hicho kiaga unachokisema cha kufufuliwa kitakuja lini? Kila siku unasema sijui kuna kufa, tunaona watu wanakufa kweli, unatutisha kwa kututisha na kiyama, kwamba kuna kiyama, kuna kufufuliwa. Mata hadha alwa'd, huo muda wa kufufuliwa ni lini? Utakuja lini? In kuntum sadiqin, mkiwa ninyi ni wasema kweli, madai yenu ni ya kweli kwamba kiyama kipo, mbona hakifiki hicho kiyama? Niliwahi kusema kwenye moja ya darsa kwamba watu walifikia kipindi wakaona kwamba kiyama kipo mbali, wakaomba adhabu iwafikie hapa hapa duniani.
na walipoliomba hilo Allah tabaraka wa taala akalitimiza. Lakini pia kuna watu tulisoma kwenye darasa zetu waliomba wafanywe muujiza mkubwa wa mchana uwe usiku na mwezi uweze kushuka kisha upasuke katikati ili waweze kuamini. Muujiza huo Allah tabaraka wa taala akawatekelezea. Sasa wanauliza mata hadha alwa'd, hilo jambo la kiyama ni lini? Kila siku unasema kiyama kiyama, in kuntum sadiqin, mkiwa ninyi mnasema kweli, fihi, maana yake ndani ya jambo hilo. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ma yanzuruna, hawana wanachokingojelea wao. Ma yanzuruna ay ma yantadhiruna, hawana wanachokisubiria wao, illa sayhatan wahidatan, isipokuwa ni ukelele mmoja. Wanachokingojelea wao hicho kiyama, wanachoulizia wasubiri, kuna sayhatan wahida. Anasema Imamu Jalaluddin, hiya nafkha, na hiyo sayha maana yake ni kule kuviviwa, kupulizwa baragumu na malaika mmoja aitwaye Israfil alayhi salam. Riwaya zinaeleza kuhusiana na kazi za malaika. Malaika Jibril alayhi salam, kazi yake inayojulikana ambayo ni kazi mama, yeye ni mwalimu wa anbiya, mwalimu wa mitume yote. Yeye kazi yake ni kutumwa kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wale walimu ambao ni anbiya, ule ujumbe wa uchukua wafundishe watu. Lakini tuliona kwamba kazi yake si hiyo tu, bali hata kwa wale watu wa kijiji cha Antakia kule Rumi, walipomuua Habibu Najjari, malaika Jibril alitumika katika kupiga ukelele mmoja, wale watu wote wakaangamizwa kwenye ule mji. Kwa hivyo kazi yake sio moja tu, hata kazi ya kuangamiza huwa anafanya. Lakini malaika ambaye tunamuita Mikail, Mikail kazi yake yeye ni masala ya mvua. Na malaika huyu Allah tabaraka wa taala amemjalia ya'lamu adada qatri al-amtari, mpaka idadi ya matone ya mvua, kwamba mvua ilionyesha leo asubuhi ina idadi matone kiasi gani, matone mangapi. Yeye anapewa hiyo kazi, peleka matone idadi fulani sehemu fulani, peleka mvua sehemu fulani kiasi hiki, kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Halafu kuna malaika ambaye sifa yake anaitwa malakul mauti, lakini jina lingine anaitwa Azrail. Huyu kazi yake yeye ni qabdhul arwah, ni kuchukua roho za watu. Sio watu tu, bali hata viumbe wengine. Ndio imekuja riwaya kwamba siku ya kiyama yeye atachukua hata roho za malaika wenzie, atachukua, isipokuwa illa man sha Allah, yule ambaye Allah atasema huyu usichukue. Kwa hivyo yeye anafanya kazi hiyo. Muda ni mfupi, tungeelezea historia ya kila mmoja kuipata hii kazi, lakini tuje kwa huyu nani, Israfil. Israfil tangu aumbwe na Allah tabaraka wa taala, yeye amejaaliwa katika kitabu kimoja kinaitwa Daqaiqul Akhbar, kimeeleza vyema sana masala haya, kwamba yeye ameumbwa akapewa baragumu, parapanda, ambalo ukubwa wake Allah alivyoliumba linaenea roho za viumbe wote. Hili parapanda lilipoumbwa, yeye ibada yake ni kulishikilia, ameliweka kwenye kinywa chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda safari ya Isra na Miraj, anasema alimkuta, akamuona huyu malaika amelishikilia namna hiyo, kashaliweka kwenye
kinywa chake anasubiri amri ya Allah ili aweze kulipuliza. Sasa hili likipulizwa, kuna upulizaji wa aina mbili na mapokezi mengine aina tatu. Kwanza kuna nafhu, upulizaji ambao ukishapulizwa viumbe vyote vilivyokuwa hai vitakufa. Kuna upulizaji wa aina ya pili, ni upulizaji wa kwenda kufufua vile viumbe, kurejeshewa roho zao. Akishalipuliza basi watarudi. Lakini kuna upulizaji ambao likishapulizwa fa idha hiya qiyamun yanzurun, anasema hapo tena likishapulizwa ndio kiyama tena, watu wanakusanyika kwa ajili ya hisabu. Kwa hivyo upulizaji unaoelezwa hapa ni ule upulizaji kwa ajili ya kuua. Na siku likipulizwa hili baragumu, ni kwamba viumbe vyote vilivyo hai kwenye mgongo wa ardhi vitaondoka. Ndio inaelezwa likishapulizwa mpaka mama mjamzito ambaye ujauzito wake una siku kadhaa, huu ujauzito watadau kulla dhati hamlin hamlaha, atazaa kullu dhati hamlin, kila mwenye ujauzito alichokibeba Allah anasema atakizaa. Lakini riwaya ambayo amepokea Imam Bukhari inaeleza kwamba likishapuliziwa hili baragumu ni kwamba hali itakavyokuwa, kuna watu ambao wao watakuwa wamechukua chakula chao, tonge lile kama chakula, ugali au nini, ameweka karibu na kinywa chake namna hii kwa ajili ya kula, lakini likishapuliziwa hakuna tena hali ya kuweza kuendelea, atatupa. Likishapuliziwa hili baragumu, mwenye watoto aliyekuwa na mtoto wake analea, anafanya nini? Atamwacha huyo mtoto. Likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni, siku hiyo kila mmoja atakuwa na jambo la kumtoshelezea. Lakini anasema vile vile wala taqumanna saa, kitasimama kiyama, wa huwa yalitu haudha fala yaski, kuna mtu ambaye siku hiyo atakuwa na kiu kikali, lakini wallahi kutokana na hali hiyo hatopata muda wa kuweza kunywa maji. Watu wanahangaika na hiyo hali. Kwa hivyo tumesoma hapa kwamba wanachokisubiria wao ni sayhatan wahida, ambaye mpulizaji wake ni huyu malaika Israfil alayhi salam. Kitu gani kitatokea baada ya kupulizwa? Allah anasema ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, ni kwamba jambo litakalotokea hapo, wataenda kuchukuliwa wao roho zao. Wa hum yakhisimun, na hali ya kuwa wao ni wenye kugombana. Takhsimu itakayopatikana ni ile takhsimu ya kila mmoja kumkimbia nduguye. Hakuna maelewano tena. Yauma yafirru almar'u min akhihi, siku hiyo hakuna tena udugu. Ndugu atakimbia kumkimbia nduguye. Wa ummihi wa abihi, mama yake na baba yake. Wa sahibatihi wa banihi, na mkewe na watoto wake. Lakini hata sahibu wake wa karibu siku hiyo tena, wahum yakhisimun, hali ya kuwa wao wapo katika ghafla, katika kughafirika. Hali hii ikiwakuta watu hao, hakuna mtu yeyote atakayeangalia kwamba hali ya nduguye ipo vipi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi pia mpokea Imam Bukhari, la taqumanna saa wa qad nashara ar-rajulani thawban bainahuma
fala yatabayaani. Anasema siku ya kiyama itafikia kipindi kwa wale wafanyabiashara, ili baragumu likishapuliziwa, watu wawili wanaofanya biashara watakuwa wameikunjua nguo katika biashara zao, ameikunjua nguo kwa ajili ya mtu kutizama, lakini wallahi fala yatabayaani, biashara haitofanyika. Wahum yakhisimun, watagombana, kila mmoja, huyu ataondoka huko na huyu ataondoka, hakuna maelewano tena. Allah tabaraka wa taala akatueleza kwa kusema fala yastati'una tawsiyatan, siku hiyo kutokana na hiyo hali hawatoweza kutoa wasia, yani hata mtu kupata ule muda anyusu kutoa wasia, akasema jamani, mimi sasa leo ndo ninakufa wanangu, familia yangu, kwa hiyo maisha yaende hivi na vile, mwishi hivi na vile. Kutokana na hiyo hali fala yastati'una, Allah anasema tawsiyatan, kuhusiana halitowezekana, wala ila ahlihim, wala kuweza kuongea na ahali zao, kuweza tena kusema kupanga mipango, wala ila ahlihim yarji'un min aswaqihim, na wala wale ahali zao hawatoweza kurudi tena kutoka kwenye masoko yao. Yani baba kwamba eti ametoka nyumbani ameenda sokoni, ameenda kwenye biashara zake, kwamba aweze kurudi nyumbani kuja kuangalia familia yangu ipoje, kisha ndo aweze kufa au kukimbia. Hapana jambo hilo. Wala ila ahli yarji'un, wala kwenye ahali zao kuweza kurudi, jambo hilo litakuwa haliwezekani tena. Wanufikha fi sur, na likapuruziwa baragumu. Anasema Imamu Jalaluddin, huwa karnu, na hilo baragumu lenyewe lilivyo mfano wake ni kama mfano wa pembe. Lile pembe kama unaliona lela ng'ombe ukishalingoa namna lilivyo, anasema ndio mithili yake lilivyo, ni kama karnu. Wanufikha fi sur, ai maana yake lilba'thi, litapulizwa kwa mara ya pili tena, na hii ni kwa ajili ya kufufuliwa. Lile la kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya qabdul arwah ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, ilikuwa ni kutolewa roho zao. Sasa hili la pili nufikha fi suri lilba'thi, anasema shekhe, wa baina an-nafkhatayn, na kati ya kupuliziwa mara mbili, yani kati ya lile baragumu la watu kufa na hili la kufufuliwa, 40 sana, ni ndani ya muda wa miaka 40. Miaka 40. Kumbuka hali kama hii ambayo imewakuta watu ambao wamekufa wasiokuwa na uzishi, kwa kuwa likishapulizwa wote watakufa, hakuna atakayepata wasa wa kuweza kumzika ndugu yake. Mtu huyo hatopatikana tena. Watu hawa watakaa kwenye hali hiyo, wataoza kwa muda wa miaka 40. Katika kitabu kimoja cha tauhidi kinaitwa Hayatul Islam, kinaelezea kwamba hawa watu wakishakufa ni kwamba itapita muda wa miaka 40, itakuwa inanyesha mvua. Mvua hii kwanza kutakuwa na ukame, anaeleza kutakuwa na ukame kwa muda wa miaka 40, lakini baada ya miaka 40 kutakuja miaka 40 mingine ya nini? Baada ya wao kufa, miaka 40 ya mvua. Hii ndio inayoenda kuotesha sasa vile vifundo vyao vilivyopo kwenye migongo yao, kwenda kutoa mbegu zilizopo katika ardhi. Hii mvua ya miaka 40 kwenda kuwafufua waliopo makaburini. Mwanadamu yoyote anapoishi, baada ya kifo chake, unapomzika,
anaweza akaoza viungo vyote, lakini sio ajsamul anbiya. Mtume katika hadithi anasema kwamba ajsamul anbiya, viwiliwili vya mitume, vile ardhi imeharamishiwa kukula viwiliwili hivyo, viwiliwili vya mitume. Na hadithi nyingine akasema al-anbiya'u ahya'un, mitume wako hai, fi quburihim yusallun, kwenye makaburi yao na wanaswali. Kwa hivyo ajsamul anbiya. Lakini kwa hao watu wengine wa kawaida ni kwamba itafika kipindi mtu ataoza, lakini kuna kitu ambacho kipo kwenye mgongo wake, ambacho kitu hicho ndicho kinachohifadhi mbegu zile za uzazi. Inaelezwa kitu hiki jina lake kinaitwa sulbi. Sulbi ni kidude ambacho kipo juu hapa karibu ya shingo. Sulbi kwenye uti wa mgongo kipo hicho. Hata kama mtu aoze, kwa wale watu wataalamu wa kufukua makaburi wanasema ukichimba pale unakutana na hicho kitu, kipo pale. Asulbi hakiozi, na hiyo ndio mbegu ambayo siku hiyo mwanadamu ataoteshwa kupitia hiyo asulbi. Sasa miaka 40 hii ikishapita, likishapuliziwa hilo baragumu, fa idhahum, ghafla wao, ai maana yake almakburun, hawa waliomo ndani ya makaburi, anasema min alajdath, kutoka katika makaburi yao, wakiwa ndani ya makaburi yao watakutwa na hii hali ya kusikia namna ya hili baragumu lilivyopulizwa. Wakishalisikia, wakiwa wamerudishwa ule uhai, Allah anaeleza ila rabbihim yansilun, kwa Mola wao ni wenye kurejea. Yansilun ay yarjiun, kwa Mola wao ni wenye kurejea. Watatakiwa wafufuliwe, hawa watu wafufuliwe kwenye makaburi yao. Lakini ndugu zangu, niwaambie, mwanadamu siku zote maisha yake ni mtu mwenye kutengeneza mazoea. Akishazoea sehemu, hata kwenye mji wake, ukimpeleka mji mwingine anaona tabu. Mwanadamu alianza kuzoea tumboni kwa mama yake. Siku anatoka kwenye tumbo la mama na kuja duniani, mwanadamu anafika kule kwenye tumbo la mama, alikuwa akirusha mikono hivi anagusa namna hiyo. Sasa anafika sehemu tena, kila kirusha miguu mikono, wapi tena huko analia. Lakini mwanadamu anaishi ndani ya maisha anayoishi, ikifikia siku ya kuondoka kwenye mgongo wa ardhi, miongoni mwa sehemu ambazo mwanadamu atahuzunika sana ni pale jeneza linapokuja kutoa mwili wake ndani ya nyumba yake, kwamba hatarudi tena, ile nyumba itakaa watu wengine, anapelekwa kaburini. Lakini akifika kule, kitendo cha kwenda kuachwa pale kaburini, watu wanaondoka akiwa anawaona na anasikia namna viatu vyao wanavyotembea, wanaondoka fulani anaondoka, fulani anaondoka, mwanadamu anakuwa na huzuni. Lakini akishakaa kwenye haya maisha, ukumbuke akiwa ndani ya mgongo wa ardhi, inaweza kafika kipindi mwanadamu akasema bora nife tu nikapumzike. Mtu anafikia hivyo, nishachoka bwana, bora nife nikapumzike. Umauti ukija anaona kidogo mtihani. Na kwenye kabri napo watu watakaa ni muda mrefu, maisha ambayo ni mazito sana na makubwa. Ndugu zangu, yanahitaji maandalizi maisha ya kaburini. Maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwemo Ali alikuwa anahuzunika sana anapokuwa na akina Umar, hasa Umar anasema anapoenda kuzika pale kaburini pale, yeye akiona pale lahadi pale mtu anawekwa, yeye analia sana. Akiulizwa nini, anasema sehemu hii ni bora hata hiyo siku ya kiyama. Hii ni sehemu ngumu, sehemu ambayo ya upweke, halafu muda wenyewe unaokaa haujulikani ni miaka mingapi. Wewe hebu fikiria,
Hivi Nabii Nuhu alayhi salam tangu azikwe mpaka leo ana miaka mingapi? Ukiachilia mbali huyo, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangu awekwe kwenye ardhi zaidi ya karne 10, yupo ndani ya nini? Ya mgongo wa ardhi. Haya, babu yangu na babu yako hapo walipo kaburini wasipewe adhabu yoyote, iwe waambiwe tunyie kutokana na ibada zenu mtakuwa hamgeuki ubavu. Kama umelalia ubavu wako huo wa kuume ndio huo huo. Apewe raha zote, chakula anakula, maji analetewa, taa amewekewa, hewa nzuri analetewa, hili la kulala tu. Wewe ukiambiwa upewe adhabu tu ya kulala ndani ya wiki nzima, kulalia ubavu mmoja ni mtihani. Kwa hiyo mwanadamu atakaa kaburini pale. Lakini itafikia kipindi mwanadamu atasema kwamba haya maisha sisi tumeshayachoka, bora tufufuliwe twende tukajue haya maisha mengine huko yapo vipi. Kama motoni twende, kama peponi tujue moja, kuliko maisha ya hapa, kwa sababu hapa ni mahabusu. Kaburini pale mfano wake ni kama mtu ambaye yupo mahabusu, anataka ajue bora aende mahakamani akajue moja, kama jela au kama uraiani niweze kurudi. Lakini wakiwa kwenye hali hiyo, Allah tabaraka wa taala atajalia baragumu likichapulizwa, wanaambiwa watoke sasa. Yakhrujuna bisura, watatakiwa watoke kwa haraka. Kuna wengine watatoka, lakini kuna wengine kutokana na hiyo hali watagoma, wataona hapana, huko tunakoenda tena ni mtihani, tunafuata nini huko? Qalu, watu hawa watasema, Allah na wanukuu, ail kufaru minhum, maana yake watasema makafiri miongoni mwao. Watasema qalu, watasema makafiri. Waumini watatoka kwa sababu wanajua tunaenda kupata neema, lakini makafiri wao watasema qalu ya wailana, maangamivu yetu. Watasema maangamivu yetu. Man ba'athana min marqadina, ni nani huyu anayetaka kututoa kwenye majumba yetu? Bora tubaki hapa kwenye makaburi yetu, tusende huko. Man ba'athana min marqadina, nani anayetaka kututoa kwenye majumba yetu? Haya maneno wao wanayasema kutokana na kwamba wao wanajua namna walivyoharibu kwenye maisha ya dunia. Huko wanakoenda siku nzuri, sehemu mbaya. Kama mtu fulani aliyefanya makosa akapelekwa kituo cha polisi, akitajwa mahakamani, anasema nafuata nini mahakamani? Yuko tayari ahonge, atoe fedha, afanye nini namna hiyo ili jambo liishie pale pale. Man ba'athana min marqadina, nani anayetaka kututoa tena kwenye majumba yetu? Nani huyo anayetaka kututoa? Majibu wataambiwa, hadha, kufufuliwa huku, hadha ayil ba'th, huku kufufuliwa, ma wa'ada arrahman, ni kule ambako ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma wa'ada ay bihi, ni kule alikoahidi huko arrahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqa, na wamesema kweli almursalun, wale mitume ambao ninyi mlikuwa mnawasema ni waongo. Sasa hili jambo mlokuwa nyinyi mnalipinga ndio hili limedhihiri. Jambo hili namna litakavyokuwa, watu wakiwa wanakusanywa kwa ajili ya hisabu na wao wanachelewa, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atakapoleta kitu kinachoitwa tetemeko.
anaeleza Allah anasema kutokana na wengine kuchelewa kutoka katika makaburi, idha zulzilatil ardu zilzalaha, pindi ardhi itakapotetemeshwa huko kutetemeshwa kwake, wa akhrajatil ardu athqalaha, na ikatoa ardhi mizigo yake ni mimi na wewe tutakaokuwa tumezikwa katika mgongo wa ardhi, katika matumbo ya ardhi. Wa qala al-insanu ma laha, na atasema mwanadamu ina nini hii ardhi? Yauma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo itatoa habari zake, itasema habari zake kwamba ardhi, mimi hapa fulani alikuja akafanya uovu fulani na uovu fulani, kipande mimi ardhi hapa fulani alikuja kufanya kadha wa kadha. Itaeleza bi anna rabbaka wahalaha, kwa kuwa Mola wake ameiamrisha. In kanat illa sayhatan wahida, haiwi in kanat ay ma kanat, haiwi illa sayhatan wahida, isipokuwa ni ukelele mmoja. Sayhatan wahida, fa idahum jami'un ladaina muhdharun, ghafla wote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kuhudhurishwa. Itapatikana sayha. Nilizungumza ya kwanza la kufanya nini? La kufa. Likaja la pili la kufanya nini? Kufufuliwa. Lakini itakuja in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun, watahudhurishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala wote, hakuna tena mwenye kubisha wala kufanya nini hili jambo. Allah tabaraka wa taala atalifanya hivyo. Falyawma la tudhlam nafsun, na hapo ndipo tunapoishia leo. Kwenye siku hiyo haitodhulumiwa nafsi. Falyawma, siku hii Allah anatoa tangazo, anasema hivi leo hapa mmekuja, la tudhlam nafsi wama Allahu bidhallamin lilabid, Allah hana kawaida ya kudhulumu waja wake. Kama walivyokuwa watu wa kidunia wanaweza wakampa wanayemtaka na wakamdhulumu wasiyemtaka, wanaweza wakampa aliyenacho wakamnyima huyu aliyekosa. Allah tabaraka wa taala anasema falyawma la tudhlam nafsun, leo hii haitodhulumiwa nafsi. Kama umefanya dhambi, hata kama uliona ni ndogo, dhambi ya shilingi 200, ndugu zangu, dhambi nyingi zinanunuliwa, dhambi inanunuliwa. Na kuna watu wanatenga bajeti kabisa kwa ajili ya kufanya dhambi. Sasa hiyo dhambi hata kama uliona ya bei ndogo namna gani, ulienda ukacheza kamari ya shilingi 200 ukafanya dhambi yoyote ya bei ndogo, la tudhlam nafsi. Na wema nao hivyo hivyo, kama ulifanya wema, hata kama wema huo uone ni mdogo kiasi gani, wema mdogo kiasi gani utakaouona wewe, lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala la tudhlam nafsun, haitodhulumiwa nafsi. Kipande hiki kinatufundisha kwamba tuwe na tahadhari katika utendaji wetu wa matendo. Matendo yetu yawe na tahadhari, iwe wema hutodhulumiwa na iwe ubaya vile vile hutodhulumiwa. Ni siku yenye kutisha, na likitangazwa jambo hili, ndugu zangu, ni jambo ambalo kila mmoja bila shaka atakuwa standby kwa ajili ya kuangalia sasa kama hatodhulumiwa mtu ni nini kitakachofuata. Kwa hivyo insha Allah, Allah tabaraka wa taala kama alivyotueleza, la tudhlam nafsun shay'a, nafsi haitodhulumiwa chochote, wala tuzauna illa ma kuntum ta'malun, na wala hamtolipa isipokuwa kile ambacho mlikuwa mnakitenda. Kesho insha Allah tutakuja kuona namna ya malipo. Allah akitaja malipo jambo kama hili kwamba nafsi haitodhulumiwa, ni lazima aje aeleze hao wema watapata nini na waovu watapata nini. Qur'ani ndivyo ilivyo, huwa inafafanua, inaeleza ili wewe ubaki na uhamasike, uone kama kumbe kila mtu hatodhulumiwa na atalipwa alichokitenda, uwekewe uone mwema ataenda kulipwa nini, ili uwe na pupa ya kufanya, na waovu watalipwa nini, ili uweze kukomeka na kuacha hayo ambayo yamekatazwa. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na kufuata yaliyokuwa mazuri.
ujumbe wetu tunaondoka leo, tunaondoka nao, tuondoke na huu ujumbe wa kuchukua tahadhari katika matendo yetu. Ni mengi yamezungumzwa, lakini suala la kuchukua tahadhari, kwa sababu tumeona leo zimeelezwa habari za kiyama, habari za kabrini, habari za watu kufufuliwa, lakini yote tumeona mwisho kwamba mambo haya yanahitaji nini? Yaani mwisho wa yote ni kwamba tunaenda kuanguka kwenye nini? Kwenye kulipa. Kuishi tu bila kuchukua tahadhari, hili ni jambo ambalo linaweza likatuletea hatari siku ya kiyama. Twende tukaishi kwa tahadhari katika matendo yetu ambayo tunayafanya usiku na mchana. Wabillahi tawfiq wa jazakumullahu khairan aljazaa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama kuna sehemu mtu hajaielewa anaweza akauliza kwamba neno hili sijalielewa, na kama kuna swali. Naam, karibu alhabibi. Kuna yule pale kwanza. Assalamu. Naam. Mashaallah. Sheikh anauliza, wale watakaokufa bila kuzikwa, je, wataulizwa na malaika Munkari na Nakiri? Sawa? Miongoni mwa malaika